mwaminifu, tena tegemeo, kimbilio, na tena Mungu wa watakatifu, na jambo lote analolitenda Bwana linafaulu katika maisha yetu. So akilituma neno lake, tunaamini lijapo kwetu alitarejea bure, linakuja na makusudio. Asante na karibu popote ulipo. Zimekatika dakika 31 saa 11 majira ya asubuhi mapema. Tunashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu, ikiwa leo ni siku ya 23 mwezi wa 4 mwaka 2025. Nashukuru popote ulipo, tunapoenda moja kwa moja kwa nukuu ya matumaini. Popote ulipo, nataka uipokee nukuu ya matumaini kwa njia iliyo bora tena ya kupendeza. Mmoja wa waandishi katika maandiko matakatifu alisema hivi: najua ya kwamba kila kazi aifanyaye Mungu itadumu milele, haiwezi kuharibika, itaishi na kudumu milele. Kila kazi aliyeanzisha Bwana itadumu, kila kazi aliyeanzisha Bwana itasimama, na tunaamini hivyo ya kwamba kazi ayaanzishaye Bwana hata itakapoanza kwa udhaifu, licha ya kuwa ya udhaifu ule, mwisho wa kazi ile baraka zitakuwa nyingi na tena za kuweza kubariki watumishi wake. Nasema hivi: kila jambo litendekalo chini ya nchi, kila jambo litendekalo chini ya bingu, kila jambo litendekapo katika anga ya dunia lina makusudio yake. Kila majira na nyakati zifikapo, Bwana anakuwa amezipanga kwa wakati wake. Tusema hivi: akiwa Mungu yu pamoja nasi, basi ni nani atakayekuwa kinyume chetu sisi? Ikiwa Mungu anatulinda na kutuhifadhi kiango hiki, je, sisi ni washindi tena zaidi ya washindi? Nataka ujue jambo hili katika nukuu ya matumaini, katika neema kuu na matumaini tulionayo kwa ajili ya kesho. Kila kusudi chini ya bingu Bwana anajua. Kuna nyakati za kuzaliwa, na tunapompata mtoto mchanga tunakuwa na matumaini atakuwa mtu mzima. Na jinsi tulivyo na imani na matumaini ya kwamba huyu aliye mdogo kuna wakati atakuwa mtu mkubwa mzima, tena atakuwa baraka kwetu, basi uamkapo asubuhi jitie moyo na kuwa na matumaini ya kwamba vitu vitakavyotendeka leo vitakuwa vikubwa tena vyenye baraka. Kuna nyakati za kupanda. Uendapo katika shamba lako, unapopanda mbegu ulizonazo, unapanda tu udongoni na una imani na matumaini ya kwamba mbegu hii inapoiweka udongoni itamea na mwishowe itakuwa kubwa na tena nitavuna. Jinsi ulivyo na matumaini makubwa kwa mbegu iwekaye mchangani na kufahamu ya kwamba itamea na ikue kubwa tena ya kuvuna, hivyo ndivyo inafaa uwe tena na matumaini kwa ajili ya vitu vitakavyokuja kesho, ya kwamba Mungu wangu ninayemtumikia, ninayemwabudu na tena ninayeenda mbele zake ana mipango mizuri kwa ajili yangu, na kesho yangu ni kubwa tena ya kupendeza, nitavuna. Maana unapanda mbegu moja, unapanda ukivuna si moja pia, imeongezeka kiwango kingi sana. Unapanda mahindi gunia moja na unapovuna unavuna magunia yasiyokuwa machache, zaidi ya 10, 20 na 30. Kama inawezekana hivyo, basi kuwa na matumaini kwa ajili ya vitu unavyovifanya. Watu hujenga nyumba, wanaanza kwa kuweka jiwe moja chini na mwishowe nyumba ile ukamilika wakawa ndani. Jinsi ulivyo na imani ya kwamba nyumba hii niliyoanzisha ama nyumba hii nilipoanzisha ilikamilika naishi ndani, kuwa na imani na matumaini kwa ajili ya kesho, ya kwamba vitu vikubwa vitafanyika kesho. Ghorofa kubwa unaiona hiyo ilijengwa na jiwe moja toka chini, na mwishowe ni kubwa sasa na ni ghorofa nzito na inawabeba watu wengi wanaoishi ndani na kufanya ndani maofisi. Huyo ni Mungu anayeleta hekima na maarifa. Kuwa na imani na matumaini ya kwamba kesho ni kubwa sana tena ya kupendeza. Kila wakati utembeapo katika barabara zetu na kila wakati unapoondoka, siku zote Mungu yupo pamoja nawe, atavirejesha. Kuna vitu umepoteza, kuwa na imani ya kwamba Mungu urejesha vitu hata vilivyopotea. Maana tunasoma habari za mtumishi wa Mungu Ayubu, na siku zote katika habari zetu tunapata ile kutiwa moyo, tunapata nafasi ya kutiwa, nafasi ya kuona kwamba kweli Mungu yupo. Kuna nyakati za kupoteza vitu vikapotea vyote, ukajipata una chochote, mikono mitupu, una lolote la kufanya. Lakini unapoendelea kuwa mwaminifu, jinsi Ayubu alipomjua Mungu na kusema Mungu wangu yupo na siku moja atatimaya, atasimama juu ya nchi na nitaviona baraka zangu, nitaona ukuu wake, nitaona neema yake. Mungu huyo yupo, na katika safari za kumcha yeye, chochote unachokihitaji kwa imani kinawezekana, na Bwana atavirejesha vitu unavyovihitaji katika jina la Yesu Kristo. Baraka zipo, na anaahidi kwa neno lake ya kwamba atatubariki mjini na pia
atatubariki mashambani, ataongeza kapu letu, alitakosa unga wa ugali na hata unga wa kukanda. Na tena anaahidi wazi bila kuwa na shaka ya kwamba ataweka mafuta katika chupa letu, nasi tutakuwa na mafuta ya kupikia siku zote. Haya ni mambo mazuri yapatikanayo katika kinywa cha Mungu kwa neno lake, na jinsi Bwana anavyozungumza nami na kutia moyo katika neema ya Baba ndani mwa Radio Fortune Africa na ndani ya nukuu ya matumaini ya kwamba kesho yetu si jinsi tulivyoiona jana. Kesho yetu imebarikiwa na Mungu atafanya vitu kubadilika, maana kwa nyakati na wakati na majira tunayoishi ndani, Bwana Mungu anajua, na anajua kesho yetu jinsi ilivyo kubwa. Vitu tunavyovipanga vitafaulu na Bwana atatutenda mema. Asante na karibu popote ulipo, ewe mtu wa dhamana tena wa baraka. Kumbuka jinsi Bwana ametuhifadhi na kutusaidia na kutuweka umbali huu. Hii ni Radio Fortune Africa, ukuwe na burudani. Nasema asante kwa wote ambao wanatuombea na siku zote, wote ambao wanasimama na kituo hiki, hasa sana kifedha pia. Tunashukuru sana. Ndio tunasema hivi 4561468 ndio tip namba ya Radio Fortune Africa. Itumie tip namba hiyo kupitia mitandao yote inayotuma fedha. Tuma chochote ulicho nacho, ni baraka kwetu. Unatusaidia kupata mtambo wa nguvu transmitter ambaye itatusaidia kupeperusha matangazo kwa njia bora tena kupendeza, na zaidi ya yote kutusaidia kusalia hewani daima. Jina langu Mathew Ndewa, nasema asante na asante na asante kabisa. Imekuwa ni nukuu ya